Naam, karibu tena mtazamaji. Ni kwamba mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Jumwa kwa mara nyingine amejipata matatani baada ya kudaiwa kumshambulia mkurugenzi wa kitengo cha udhibiti wa serikali Ruth Bendera mazishini katika gatuzi dogo la Kaloleni kwenye kaunti ya Kilifi siku ya Jumamosi. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kilifi Stanley Tanuya alithibitisha kwa njia ya simu kwamba Bendera aliandikisha malalamishi kuhusu kisa hicho katika kituo cha polisi cha Kilifi Jumamosi jioni na uchunguzi tayari umeanzishwa. Catherine Imraget anaripoti. Kwenye video iliyochukuliwa kwa njia ya simu, mkurugenzi wa kitengo cha udhibiti wa serikali wa kitaifa Ruth Bendera anaonekana kupewa ulinzi na kundi la vijana. Ghafla makundi mawili yanaonekana kukabiliana na kurushiana cheche za maneno makali na kutoa vitisho. Kisa hiki kikizua wasiwasi wa kisiasa katika kaunti hiyo, huku baadhi ya wakazi wakimshutumu Jumwa kwa kuchangia kuongezeka kwa mvutano na ghasia katika mazishi yanayohudhuria pamoja na upinzani wake wa kisiasa. Hii Kilifi ataka mtu mwenye busara, mwenye hekima, mwenye akili na maarifa. Sisi tumechoshwa na vitendo vyako. Sisi tumechoshwa. Kilifi yetu haiwezi ruhusu kukubali kiongozi ambaye atakuwa ni wavurugu kila mahali. Wakazi wamelaani tukio hilo na sasa wanamtaka Aisha kuomba msamaha hadharani. Aombe msamaha kwa sababu ni kitendo kibaya kile ambacho amekifanya, na katika dunia mwanadamu huwa hawi vile. Hiyo umetuvua nguo na hiyo si heshima. Umevua nguo hata rais wetu. Unaonekana kuwa wewe alichagua mtu ambaye hafai kwenye ile nafasi. Akizungumza nyumbani kwake mjini Kilifi, Bendera anadai Jumwa alianza kwa matusi kabla ya kumjeruhi mkono. Akanitusi kabisa na akasema nitakupiga. Aliposema atanipiga nikamwambia mimi niko hapa, nipige. Haina shida, wewe nipige. Akasema nitakupiga wewe, unijui mimi ni nani. Unaona? Sasa mimi nilipoona vile, mimi nikakaa kwa kiti na akaendelea kunitusi na kuniita maneno machafu, wewe ni mpumbavu, unijui mimi ni nani na nitakuonyesha na nitakumaliza. Wakazi wamelaani kisa hicho na kutaka uchunguzi ufanyike haraka, wakisisitiza kuwa ghasia za kisiasa hazitavumiliwa katika eneo hilo. Hii sio kesi ya kwanza Aisha Jumwa kuhusishwa kwa madai ya shambulio. Oktoba 15 mwaka 2019 alishtakiwa kwa kupigwa risasi na kusababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi kadhaa wakati wa uchaguzi mdogo wa kata ya Ganda. Catherine Imraget, KTN.